Kwa hiyo nafsi ya tatu ilikuwa ni yeye. Tumeelewana vizuri? Yeye tukasema yeye akizungumzika huwa tunatumia kiambishi cha nini? Tunatumia kiambishi cha s, sawa na i, u na u, sawa Hivi ndio tulisema vitumika kwa nafsi ya kwanza, nafsi ya tatu o. Nafsi ya tatu o kwa maana ya yeye. O ni nafsi ya tatu ambayo inamaanisha nani? Yeye. Tumeelewana vizuri Kwa hiyo hilo lazima tulielewe. Tumeelewana vizuri Sasa hivi ndio viambishi. Tukaja tukasema hapa ndio tukapata cha kwangu. Sasa hapa kumbe beni ni infinitive, dhamiri ya kwa yenyewe, sawa Tukaja kwenye hierarchy ya dhamiri. Tukaangalia hierarchy, kama tunakumbuka tukasema hierarchy ni nini? Nilisema ni umiliki kwa Kiswahili. Umiliki, sawa Hapa tulisema dhamiri ni nafsi, tunaitafsiri nafsi kwa Kiswahili, pronoun kwa Kiingereza, sawa Kwa hiyo hii ni nafsi, dhamiri, afu tukaja hierarchy, umiliki. Wa nini sasa wa hizi nafsi? Ndio maana hizi tunaita dhamirulere hierarchy. Sawa, umiliki wa nafsi. Umiliki wa nafsi unakujaje? Tukasema sasa nikitaka kusema cha kwangu, kitu hicho ni cha kwangu, tukatolea mfano tukasema beni, mimi, lakini ukiunga beni kwa kufuata uwiano wa vokali, maana yake utakuja kuchagua hapa. Unaunga na nini? Kwa sababu ni vokali nje, ulu kwa maana ya irabu nyembamba, na nyembamba yake ni i. Kwa hiyo kwa sababu hii ni kwenye kuoanisha pale tulishaangalia. Kwa hiyo ili tupate hierarchy, umiliki sasa, mimi sasa na kimiliki hicho kitu, tutafanyaje? Ndio tukasema tutachukua beni, halafu tutaongea kimiliki chake, kiambishi chake cha umiliki tutakitoa ndani ya infinitive. Hii ni infinitive yenyewe, yani beni mimi ndio najieleza infinitive. Infinitive tunaongelea kile kitu kizima, kinachojieleza kizima, ndio infinitive. Sawa Kwa Kiingereza, neno la Kiingereza tunasema infinitive ni kile kitu kinachojieleza kizima. Sasa kizima ya nafsi ya uzima ni mimi, ndio nafsi nzima. Lakini kumbe ndani yangu sasa ndio kuna hivi viambishi. Kwa hiyo nikitaka kusema cha kwangu, maana yake tutachukua beni, tutaunganisha kutokana na mfumo wa uanishaji wa vokali, sawa ambao tushausoma sana nyuma. Ndio tutakuja kuchagua katika viambishi, tutakuta im ndio itakaa hapa mbele, tutapata benim. Kwa benim ndio tukapata changu au langu, changu au langu. Tumeelewana vizuri Kwa sababu ni benim. Kwa hiyo benim ndio tukasema mfano kama unavyosema jina langu Benim Adem.